Pwani Habari ni chaneli yako inayokupa habari moto zilizojiri hapa Pwani na kwingineko. Tuendeleze mazungumzo kwa uwazi na kuaminiana, huku tukizingatia misingi ya umoja, amani, usalama na utulivu wa taifa letu. Hekima tuliyoonyesha leo ikalindwe kwa matendo mema ya kesho, na imani tuliyojenga kwa muda mrefu isiangushwe na maneno au mienendo isiyo na tija. Mheshimiwa Rais, ndugu viongozi na wananchi, kwa kuwa nimepata fursa hii au nafasi hii kuzungumzia masuala ya utulivu na amani katika taifa letu, nataka nitumie pia fursa hii kuwaonya wale wote wanaojiita wanaharakati kwa jina ili wapate kutambulika duniani, lakini kiuhalisia matendo yao ni ya kigaidi. Nataka niseme kidogo tafsiri ya ugaidi. Ugaidi unajumuisha vitendo vya uvunjifu mkubwa wa amani, uharibifu wa mali na miundombinu vinavyokusudia kuitishia jamii au kuishurutisha serikali kukubaliana na matakwa ya watu au kundi fulani kwa ajili ya kutimiza haja za kisiasa, kiitikadi au kidini. Lakini kwa mustakabali wa sasa dunia tunayokwenda nayo, unaweza ukafanyika pia ukikusudia kuirudisha nyuma nchi inayoendelea kwa kasi. Pia inaweza ikatumika. Watu au kundi hilo linakuwa na kauli zinazovaa sura ya kizalendo, lakini kwa undani ni maslahi binafsi. Mtu anayependa nchi yake kiukweli huijenga na sio kuibomoa. Pande huu tumeipenda nchi yetu, tumetofautiana, tumevumiliana, hatukufanya vurugu za kubomoa nchi yetu wala kuharibu au uvunjifu wa amani. Na wasihi wa Tanzania, tushikamane kwa ajili ya maendeleo ya taifa letu na sio kulifanya taifa kuwa duni kwa matakwa ya watu binafsi ambao maisha yao huko waliko na hata hapa nchini yanategemea malipo yatokanayo na kufanya vurugu au kuivuruga nchi yao kwa maslahi ya wengine. Katika hali hii niwahakikishie Watanzania kwa serikali yenu inasimama imara katika ulinzi wa raia wake na mali zao. Nanyi kwa upande wenu mnapaswa kuungana na serikali yenu katika kulinda maeneo yenu na mali zenu. Vitendo vya kigaidi katu havikubaliki, sio kwa Tanzania tu bali ulimwengu mzima. Hivyo basi niwaonye kwa mara nyingine wale wote wanaojishughulisha na vitendo hivyo kwamba taifa lolote duniani hutumia nguvu ya dola kuhami raia wake na kulinda heshima yake. Nasi Tanzania kama taifa hatutasita kufanya hivyo. Mheshimiwa Rais, ndugu viongozi na wananchi wenzangu, napoelekea kumalizia hotuba yangu, nataka niwahakikishie kwamba serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania itaendelea kuunga mkono juhudi zote zenye dhamira ya kulinda amani, kuendeleza umoja wa muungano wetu na kuimarisha ustawi wa wananchi wetu. Zanzibar ikiwa na amani, Tanzania inakuwa salama. Hapa naomba nisisitize na kusema amani ni mtaji, maridhiano ni daraja, na wananchi ndio sababu ya uongozi wetu. Hatuna budi kuwatumikia kwa amani na utulivu. Nimalizie kwa kurejea maandiko ya Qur'an au Qur'an tukufu katika sura Al-Hujurat aya ya 10 yanayotukumbusha kuwa waumini ni ndugu na kutekeleza kupatanisha baina ya ndugu. Waumini ni ndugu na ndugu hutekeleza kupatanisha baina yao wenyewe. Lakini pia katika mafundisho ya Biblia takatifu Mathayo 5:9 yanasema, heri wapatanishi, maana hao wataitwa watumishi wema wa Mungu. Mafundisho haya yote yanatuhusia kuwa kuleta amani, kujenga maelewano na kulinda umoja ni wajibu wetu mbele ya Mwenyezi Mungu. Hali kadhalika ni matakwa ya kikatiba na miongozo mingine ya kibinadamu. Hivyo basi niwaombe tena viongozi na wananchi wote wa Zanzibar na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa ujumla, tuendelee kushirikiana,
tukitanguliza uzalendo, tukilinda amani na kuomba Mwenyezi Mungu atupe hekima, uvumilivu na unyenyekevu, na tuongoze katika njia sahihi ya kulinda makubaliano haya kwa manufaa ya Zanzibar na taifa lote kwa ujumla. Asanteni sana kunisikiliza. Asante sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Asante sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan. Naomba tumpongeze tena, tumpige makofi mengi kwa ujumbe adhimu kabisa. Mheshimiwa viongozi wetu mliopo, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, sasa ni mwalike Mheshimiwa Othman Masoud Othman ili kutoa salamu za upande wa ACT Wazalendo, ambapo yeye ndiye mwenyekiti wa ACT Wazalendo. Karibu sana Mheshimiwa Othman Masoud Othman. Mheshimiwa, kushare, kucomment na kusubscribe ili kupata zaidi kutoka hapa Pwani Habari.